Rais wa Marekani Donald Trump amesaini tamko jipya la uraisi linaloweka marufuku kamili au sehemu kwa raia kutoka nchi 19 kuingia Marekani, akitaja hofu za kiusalama na udhaifu wa mifumo ya uchunguzi wa wageni. Tamko hilo lililotolewa Jumatano usiku linapiga marufuku kabisa raia kutoka nchi 12 ambazo ni Afghanistan, Myanmar au Burma, Chad, Jamhuri ya Kongo, na hapa sio DRC actually, ni ile Jamhuri ya Kongo, alafu Guinea ya Equator, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen. Nchi nyingine 7 ambazo ni Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela zitakabiliwa na masharti ya kusafiri kwa sehemu. Watu walioko Marekani kihalali wenye visa halali au wale wanaoingia kwa maslahi ya kitaifa Marekani hawataathiriwa na marufuku hii. Afisa mmoja wa ikulu ya Marekani alisema kuwa Trump alikamilisha uamuzi huo baada ya tukio la hivi karibuni la mashambulizi ya chuki dhidi ya Wayahudi huko Boulder, Colorado. Rais Trump anatimiza ahadi yake ya kuwalinda wa Marekani dhidi ya wahalifu wa kigeni wanaotaka kuiumiza nchi yetu, alisema naibu msemaji wa ikulu Abigail Jackson kupitia X. Trump aliongeza kupitia video kuwa orodha ya nchi inaweza kubadilika kadri vitisho vipya vinavyoibuka duniani. Hatutoruhusu watu wanaotaka kutudhuru waingie nchini. Tutaendelea kulinda usalama wa Marekani, alisema. Marufuku hiyo itaanza kutekelezwa saa 6:01 usiku mnamo Juni 9, ikiwa ni chini ya miezi 5 tangu Trump kuapishwa kwa muhula mwingine. Siku yake ya kwanza ofisini, Trump aliamuru ukaguzi wa mifumo ya uchunguzi wa wageni kwa nchi mbalimbali, jambo lililoandaa mazingira ya tamko hili. Hata hivyo, marufuku hii imeibua upinzani mkali kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu na serikali za nchi zilizoathiriwa. Wanaharakati wanasema sera hii itaathiri zaidi familia na watu waliowahi kuisaidia Marekani, hasa kutoka Afghanistan. Sean Vandiver, mwanzilishi wa kikundi cha Marekani cha Afghan Evac, alisema marufuku hii inawaathiri sana watu wanaotafuta kuingia kwa njia halali. Huu ni mkakati wa kisiasa zaidi kuliko jibu la tishio halisi. Maafisa wa Venezuela wameukosoa vikali uamuzi huo. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Diosdado Cabello alisema kupitia televisheni ya serikali kuwa Marekani ni hatari kwa mtu yoyote, si wana Venezuela tu. Shirika la Oxfam pia limeonya kuwa tamko hili linaashiria kurejea kwa siasa za hofu, ubaguzi na mgawanyiko, likiongeza kuwa linaweza kuacha familia nyingi zilizo kwenye hatari zikihangaika kutafuta hifadhi. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.